Nilivyoelewa mimi leo ni kwamba kama wazazi tuna wajibu wa kuwaelekeza na kuwakuza watoto wetu wakae katika msingi wa neno la Mungu, na hawa ndio malaika. Watunze waweze kukaa vyema katika maisha haya na wamfahamu Mungu kwa kweli. Amen. Nianza Mwanesa asifiwe. Katika ibada ya leo nimejifunza ya kwamba kama wazazi tuna wajibu wa kuwarithisha watoto imani ya Kristo. Sisi wazazi tumeaminiwa na Mungu kuwalea watoto katika maadili ya Kikristo, na sio lazima uwe mzazi. Katika jamii yako inayokuzunguka, ukimwona mtoto yoyote, inakupasa wewe kama Mkristo kumlea mtoto huyo katika misingi ya Kikristo. Amen. Naitwa mchungaji Neto Msigwa, mchungaji ambaye yuko katika ibada. Leo nimejifunza mambo kadhaa kutoka kwa mhubiri wetu. Jambo la kwanza ni juu ya malezi ya watoto wetu, kwamba sisi kama wazazi tunatakiwa kuwalea watoto wetu katika maadili, lakini pia tuwafundishe kushika sheria ya Bwana kama vile ambavyo Mungu amefundisha, kwamba watoto wakue katika kumjua yeye, lakini pia hao watoto tuwaelekeze katika njia inayowapasa kutembea, hasa ile njia ya Bwana. Asante sana. Karibu tena katika ibada. Amen. Tunaanza na salamu kwanza. Katika ibada ya leo mtumishi amezungumzia kuhusu watoto. Anasema kwamba watoto wana haki, yani wenyewe wana haki ya kutunzwa, kupendwa, kulindwa. Kwa hiyo ina maana wao kama wazazi au walezi wana majukumu ya kuhakikisha kwamba wanatulea katika misingi ya Kikristo, kwa sababu ni agizo kutoka kwa Mungu, na kwamba wao kama wazazi ni mawakili tu wa kazi ya Mungu, kwamba sisi watoto ambao tuko duniani, sisi hapa ni moja kwa moja tunamilikiwa na Mungu, lakini wao kama wazazi wenyewe wamepewa jukumu na kwamba wahakikishe wanatutunza na kutulinda sisi mpaka tutakapofikia umri mkubwa wa kujitegemea. Lakini pia mtumishi amezungumzia kwamba watoto, sisi kama watoto tunatakiwa tuelekezwe pale ambapo tunakosea. Sio kwamba tunakosea mzazi unasema unampenda mtoto wako, anapokosea unamwacha, unamwangalia tu unasema unampenda. Inakuwa haiko sawa. Kwamba mtoto anapokosea lazima umuelekeze kwamba hapa unaenda kinyume, ili kwamba apate kujirekebisha hadi kwenye njia sahihi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu ambaye ametuhudumia katika ibada ya leo. Kwanza kabisa mimi katika maandalizi yangu ya somo ambayo nilihubiri katika ibada ya leo hapa Kidugala, nitamani watu waone nafasi yao ya kumtumikia Mungu katika mazingira au katika ngazi ya familia, kwamba kuwa na familia yenye watoto ambao wanahitaji msaada na usimamizi wa wazazi sio tu kwamba ni maamuzi yetu au sio maamuzi ya wazazi, ila ni mpango wa Mungu kuendeleza uumbaji wake na kuendeleza uhai katika ulimwengu, na mwisho wa siku kwa hiyo sisi tunafanyika kuwa watumishi wa Mungu kwa njia ya kulea familia, kulea watoto na kuwakuza. Na tunapomtumikia Mungu, manake kuna miongozo ambayo Mungu anataka tumtumikie katika nafasi hiyo, na muongozo huo mojawapo ni kushika amri ya Mungu na kuwafundisha watoto kwa bidii kuzishika amri hizo, ili nao wakue katika mapenzi ya Mungu na wafikie katika makusudi au hatima zile ambazo Mungu ameziweka kwa ajili yao. Asante. Amen. Ambacho nimekielewa kupitia somo hili ni juu ya familia moja moja kuwalea watoto kwa njia ya misingi iliyo mizuri, au kujengea uwezo wanakuwa wana familia wema au wazuri. Mimi nimemaliza. Amen. Asante. Mimi nadhani nimesikiliza vizuri somo la leo, na kuhusu malezi ya watoto, kwa kweli hasa kwa sisi jamii yetu ya Kiafrika ziko changamoto nyingi, lakini tukiendelea kufundishwa hivi na kuelekeza, tunaweza tukaona umuhimu wa namna gani tuishi na watoto vizuri, kwa sababu sana sana sisi tunaona watoto kama ni watu fulani wa kuwakaripia, wa kuwaonyesha ukali. Kumbe mtoto unatakiwa uishi naye kwa upendo na kwa amani na afurahie uwepo wa wewe mzazi. Nadhani somo la leo lilikuwa zuri sana.
tukiendelea hivyo mambo yatakuwa mazuri. Asante sana. Amen. Mimi naitwa mchungaji Erasto Mselela, ni mkufunzi katika chuo cha theolojia Kidugala, na leo nilipata nafasi ya kuhudumu katika ushirika wa Kidugala Ibada, na napenda kusema juu ya kile ambacho mchungaji alihubiri. Ilihusu malezi ya watoto, na ametukumbusha kwamba malezi ya watoto ni utumishi, ni wajibu kutoka kwa Mungu, tena ni uwakili kutoka kwa Mungu. Lakini pia anatukumbusha kwamba malezi ya watoto ni vema tuwalee katika njia ya Bwana. Ni vema pia malezi ya watoto yakazingatia familia zetu, lakini familia kwa upana zaidi, kwa maana ya jamii nzima. Jamii nzima inapaswa kuhusika katika malezi ya watoto, na ni vema pia pale ambapo wanajamii wote tunaposhirikiana katika kuwalea watoto katika njia moja, ndipo ambapo tunaweza kutengeneza jamii ambayo yenye maadili mazuri, lakini pia kanisa ambalo linaweza kuendelea kumtumikia Mungu ipasavyo. Kuwalea watoto ni pamoja na kuwaambia yale yanayofaa, lakini pia malezi ya watoto yanahusisha kuwaambia yale ambayo hayafai. Na hii ndiyo njia bora ambayo tunaweza kutumia katika kuwalea watoto wetu. Kwa hiyo kila Mkristo na kila mwanajamii ni vema akachukua wajibu huu wa kuhakikisha ya kwamba watoto wetu wanalelewa katika njia ambayo inampasa, na hasa zaidi kwetu sisi wa Kristo. Biblia inasema tumlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Kwa hiyo tutembee katika hilo, na tutakapowalea watoto katika njia hiyo, ndipo ambapo tunaweza kupata kanisa ambalo lina maadili, jamii yenye maadili, na kwa ujumla taifa ambalo linaweza kuwa taifa lenye maadili mema. Asante. Amen. Naitwa mchungaji Edwin Ndundulu, ni mtumishi katika seminari ya Kilutheri Kidugala. Katika ibada ya leo nimehudumu kwenye ibada kwanza, nimehudumu kama miongoni mwa wachungaji wanaoshirikisha meza ya Bwana. Lakini katika ibada ya pili nimehusika kwenye ubatizo wa mtoto wa mchungaji anaitwa Gracious Liza. Katika somo la leo mchungaji ametufundisha mambo mengi. Amefundisha mchungaji Nganisi Tisho juu ya malezi ya watoto. Lakini somo alilosoma kutoka Kumbukumbu la Torati sura ya 6 mstari wa 6 mpaka 9, alianza kutanguliza mambo fulani ya msingi pale mwanzoni. Sura ya 6 mstari wa kwanza kwamba maneno haya ni ya Mungu. Nilikuwa nimetoka na jambo hilo kwamba maneno haya ni ya Mungu. Yaani tunapojifunza juu ya malezi ya watoto tujue kwamba ni maagizo ya Mungu na sio ya mwanadamu, na wala sio hiari ya mtu, kwa sababu ni Mungu yule tunayemtumikia ndio ameagiza mambo haya. Na jambo la pili akaongea akasema maneno yenyewe ni yapi? Kwenye mstari wa 4 ndio anasema kwamba tutambue kwamba Mungu ni mmoja, na wajibu wetu sisi tunatakiwa kumpenda Mungu kwa moyo wote na kwa roho yetu yote na kwa akili zetu zote. Ndio jambo ambalo ndio kama ujumbe uko hapo, kwamba ni maneno ya Mungu yanayotutaka tutambue kwamba Mungu yuko mmoja na si miungu wengi. Lakini jambo la pili, huyo Mungu tunatakiwa tumpende. Na sasa kwenye somo letu ambalo linazungumzia juu ya habari, anasema kwamba maneno haya kwanza yakae, ya kumpenda Mungu yakae mioyoni mwetu. Halafu jambo la pili, kile ambacho kimekaa mioyoni mwetu kwa vyovyote vile tutawafundisha na watoto wetu. Maana yake ni ngumu sana kumwambukiza mtoto kitu ambacho hakipo moyoni mwako. Ndio kitu ambacho mimi nimejifunza kikubwa sana. Na kwamba wakati fulani, na ametoa mfano kadhaa pale, kwamba unakuta mzazi anamuhimiza mtoto, we kimbia kanisani, nenda kasali, lakini mzazi mwenyewe hasali. Sasa mtoto unamchanganya kwamba sasa ashike kipi? Ashike vile ambavyo mzazi anasema nenda kasali, au afate tabia ya mama ya kuto, au ya wazazi ya kutokusali, ya mama au ya baba ya kutokusali. Kwa hiyo inakuwa kama tunawachanganya, tunafikiri tunalea watoto alafu tunawachanganya. Lakini pia katika kuwachanganya pia amekumbusha jinsi ambavyo tunatofautisha maisha ya kanisani na maisha ya nyumbani. Kwamba tukiwa kanisani tunakuwa nyenyekevu, Bwana asifiwe, na mambo mengine namna. Lakini tukirudi nyumbani ni watu wa matusi, kukemea bila utaratibu, hatupimi kile tunachosema kwa watoto. Kwa hiyo ile sasa nasema kama laiti wangekuwa watoto wanashuhudia, useme kwamba huyu mzazi unamtambuaje Ukristo wake,
amesema huenda watoto wangekuwa wanaweza kusema kile kinachofanyika nyumbani, wangeweza kusema kwamba wazazi hawa ni wapagani, sio Wakristo. Kwa hiyo ametukumbusha jambo hilo kwamba malezi sio ibada tu kufika kanisani, lakini malezi ni maisha mazima ya mtu, bila anavyoishi, anaishi kwenye neno la Mungu ambalo anakuwa amelipokea. Lakini kingine ambacho ametukumbusha kwamba kumbe tunapolea watoto amesema, amekaza kwamba watoto tumepewa ni zawadi, tumepewa na Mungu. Kwa hiyo tusione kama tunawamiliki kama ni wa kwetu, ni tunawajibika kwao, lakini tujue kwamba mwisho tutatoa hesabu kwa Mungu kwa kile ambacho tumewapa wale watoto. Na kwenye mkazo wake amesema kwamba watoto ambao wako mikononi mwetu na walea, tusichukulie wale wa kuzaa wenyewe tu. Wale watoto wote wao kufika, wawe ni wafanyakazi, house girl na house boy, wote hao tumepata nafasi, tumepewa, tumedhaminiwa na Mungu. Sisi ni mawakili wa kuhakikisha kwamba wale watoto wanaishi kwenye njia sahihi ya kumjua Mungu na kumpenda Mungu kwa moyo wote. Ndio jambo ambalo nimeona, lakini pia amekaza kwamba tusije tukataka kuwaambukiza wale watoto vitu ambavyo tunavitaka sisi. Katika kila tunachofanya tuone kwamba Mungu anataka nini tuwafanyie wale watoto, ili baadaye waje waishi kwenye kusudi ambalo Mungu alikuwa amelipanga. Asante. Kwa hiyo nilichopata mimi kwenye somo la leo kwa sehemu kubwa ni hicho. Nashukuru. Amen.